Form 4. Akaamka. Akafika Form 4. Form 4. Sema Form 4. Form 4. Sijasema umelala for 4. Nimesema Form 4. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kidato cha 4. Yes. Mzee uko na nguvu ama umechoka? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuja. Ama umechoka? Nataka usimame hapa. Form 4. Msichana alisoma akafika Form 4 na alikuwa ni mrembo sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kwa sababu nilikuwa nimekuamilia msichana Mama Region. Yes. Nilisumbuliwa sana na vijana. Na walipomchukua, yes, walinitukana. Islam. Afadhali wewe umeoa kijana. Umezaa kijana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Banya kanya. Banyasha. Wakaniokota kutoka kwa nini? Kiatu. Paka wapi? Kwa nywele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu yisome yuone. Walinitukana zaidi. Yes. Na mimi nikavumilia, nikajua kwamba wakati ambapo mtoto anapooneka ni machungu, sio? Yes. Unabulu sio? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa wakati anapoendelea kukaa unaanza kupata sukari, sio? Sukari, yes. Lakini mambo yalibadilika. Yes. Hawakunipenda, wakafika mahali hata wakaniandikia ultimatum. Nikipatikana nitauawa. Sema amen. Amen. Mimi nilijipatia moyo kwa sababu mke wangu alinitunza na sikuzeeka. Sikuwa nataka huyu atoke nje mzee. Wewe unaachilia. Ukamate kabisa irudi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua nimezungumza yale kwa sababu mchungaji amezungumza. Kuna hapa vijana wameoa lakini mko na madeni. Madeni moyo hushindo tashikani ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu unaanza kusema ya kwamba niko na umaskini, sijui ndalo kwa wamesema nimeokotwa, yes, nimefanywa nini, kila kitu sivyo kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa sababu ambapo wewe haukupatiana dawari kwa kina mke wako, hata pia wewe watoto wako hawatapatiana. Sema imani. Amen. Yesu yesome yeye. Amen. Mimi nahitaji mshahara hapo mmoja akainuka ambaye anaweza sema ya kwamba kwetu wamepeleka ng'ombe 5, kwetu wamepeleka ng'ombe 4, kwetu wamepeleka ng'ombe 8, kwetu wamemaliza kulipa mahari, hata harusi niweze kufanya, hata kwetu wamemaliza wamelipa mpaka ya kisema imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu yesome yeye. Amen. Kwa sababu unajua kwamba ndoa ni kitu ambacho kinachotembea polepole na mrefu. Kama haukulipa mahali kwa kina mke wako, hii mambo itaenda polepole hadi kwa watoto. Bwana Yesu asifiwe. Hata pia wachana na watoto, hata watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Wajukuu wako na wajukuu. Bwana Yesu asifiwe. Uende mpaka kwa vitukuu. Bwana Yesu asifiwe. Maana haya ni mambo ambayo uliyoyaanzisha na yametembea na yamenea. Sema imani. Uraka msala hakuna kumea. Bwana Yesu asifiwe. Ukipanda mti itakosa kumea. Inamea. Na kwanza umwagilie maji itakosa kumea. Itamea. Lazima ifanye nini? Imee. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka nilete mafunzo ya saa 9. Bwana Yesu asifiwe. Mafunzo saa 9. Unajua pastor amesimama bila Biblia yake. Huyu asitoke nje. Wewe ndiye alisomeshwa form 4. Wewe usiende? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu yesome yeye. Amen. Biblia swala kwa evangelii. Sikia. Yehova Mwenyezi Mungu Baba, wewe mwenyewe umepanga siku ya leo tupate jinsi ulipanda Baba, ulipanda
ukapanda Baba, ikamea Baba kwa jina lako. Hii neno ingia ndani ya watu, ikwele kujenga roho zao, ikwele kujenga maisha yao. Ile jomba Baba uniombee, uleta nena Baba mpatia yako, umunyang'anya yako mpatia yako, atakushukuru kwa jina lako, kwa jina Yesu mkombozi wetu. Wiki nzima kuanzia Monday, wale washirika ambao waliokuwa hapa Jumapili nilipeana mafunzo na nikasema kwamba tutasonga nayo hadi siku ya kesha. Sema amen. Na tulimalizia tukisema kwamba ilikuwa ni ndani ya nani? Wale wenye walikuwa hapa jameni. Emily, ulikuwa hapa kweli? Wangapi walikuwa hapa Jumapili? Hata chama ndio mkoroko. Bwana Yesu asifiwe. Hamkuwa Magri. Mlikuwa. Tulisema nini? Melala. Amen. Agnes. Walio. Yesu izoni mwe. Nilisema ya kwamba wakati ambapo vita zilitanda na Elia alipokuwa ametoka katika mji wa mbali na akawa ameruka ameingia katika mji wa Samaria, akakutana na Ahabu, na alipokutana na Ahabu, maandiko inasema ya kwamba alipotuma Obadia amwambie Ahabu ya kwamba Elia yupo anaishi, Obadia aliogopa, akamwambia Elia ya kwamba kwani mimi nimekukosea nini hadi ukanitume kwa my opponent aende akanimaliza? Maandiko inasema ya kwamba Elia alipotambua ya kwamba watu wameogopa Ahabu, alijipeleka mwenyewe. Amen. Maandiko kitusoma. Alijipeleka mwenyewe. Mungu bora kweli. Kana neema. Kuna mtu fulani ambaye anayeogopa kule nyumbani. Unasikia? Hata wakati unasikia mtu anaenda kule, unamuuliza, je, wewe unaenda kweli utarudi? Ilo ni msala mrere. Watu wapitangi hapo. Yes. Huyo mtu azungumzange kwake. Sema imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana wanamtambua ni mtu hatari. Yes. Sema imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niliwaambia nikatoa mfano, there was a day I had a meeting na nikawa nimesimama hapa. When it came a time of decision, nikatoa uamuzi. Hata mimi mwenyewe niliogopa, maana yule niliyetolea uamuzi alikuwa ni mkuu kuniliko. Hata mimi nikaogopa. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka niwaambie leo, usiogope mwanadamu. Maandiko inasema ya kwamba ogopa yule ambaye atakayeua hata roho, atakayeua hata jehanamu, lakini anayeua hii mwili wachana na yeye, wataimaliza. Maana Jehova yuko, atarejelea nyingine, atakayekula mali yako, wachana na yeye. Maana Mungu yuko, ataleta ingine. Sema amen. Tuko hapa. Kuliana kweli. Sijira Bwana. Amen. Amen. Na you know, Elia alipoingia katika mji wa Samaria hakuenda kwa ajili ya kitu kingine. Sema imani. Amen. Alienda kwa lengo moja. Ilikuwa gani mchungaji? Wajue Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe. Wajue Mungu wa kweli. Sema imani. And you know, as Christians, we are suffering because we don't know the truthful God. Hatutambui Mungu wa kweli ni nani. Mama Assembly, tatizo ambalo tunayo, we are trembling because we don't know the truthful God. Yes. Sema imani. Amen. Hatujui Mungu wa kweli ni nani. Maandiko inasema Elia alipoingia
aliingia mji wa Samaria, alienda kwa manabii wa Baali, wala hakuogopa. Aliwaambia na mlete 450 na ulete wengine 400, enda muongeze wote. Na walipokuja aliwaambia tuende milimani, na tutakapoenda milimani tutajenga madhabahu, na yale madhabahu mtachukua ng'ombe mmoja, yani Mungu mahali, na mimi nichukue mwingine, yani Mungu wa kweli. Na mtakapojenga kwa ninyi ombeni kwa Mungu wenu, mimi niombe kwa Mungu wangu. Sema amen. Kama uko hapa baba mkono juu. Sema amen. Haleluya. Yesu Yesu mwenyewe. Hebu nione mishale mikono ya Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Elia aliwaambia kwamba nataka nione Mungu ukweli ni nani. Ninyi ombeni kwa Mungu wenu, na mimi nitaomba kwa Mungu wangu. Na wakati itakapofika tutatambua Mungu kweli ni nani. Sema amen. Are we together? Yes. Are we together? Yes. Biblia inasema ya kwamba ilipofika masaa ya adhuhuri. Masaa ya adhuhuri ni saa ngapi? Between 12 to 3. Between 12 to 3. Bwana Yesu asifiwe. Na saa hii ni saa ngapi? Inaelekea saa ngapi? Nataka I just want to take a few minutes. Na maombi ambayo tunataka tuamue sasa hivi ni maombi ya kufukua vifusi. Sema amen. Ni maombi ya kufukua vifusi. Sema amen. Zile zote zilizofukiwa, hata kama ni vibaya, zitajulikana leo. Hata kama vilikuwa vizuri, zitajulikana leo. Hata vilikuwa kama vieleweke, zitatambulika leo. Sema amen. Yes. Hello. Ngoja. Niko na maandiko katika vitabu vitatu. Yes. Na ninataka vyote tuvishike ili tuvielewe. Shikani ndio. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Cha kwanza ni Ezekia 16. Mstari wa kwanza kuelekea pale na mpaka mstari wa 3 hapo, somewhere like that. Cha pili ni Yohana. Kuja huku baba. Cha pili ni Yohana 3:16. Ombulabule kweli. Bwana Yesu asifiwe. Cha tatu ni gani? Mathayo. Mama licho nduko. Patia ile kitu ya kupiga sauti. Kwa sababu nataka ukisoma mama unishikie roho, ambo usijira hadi unishikie roho nzuri. Nuko nao. Bali biga bauleza. Imezimu. Shomolida. Yes. Anishikie nini? Roho. Sema imani. Maana nataka nizungumze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So amoka Josephine Eunice David. Wakati ndaanza kusema sadaka, yule aliyetoa sadaka ya kwanza, najua tu ukisimama ukisema ni 1000, mimi natoa 1000, utatoa. Yes, tukianza kusema ni sala ni muamini, watadara nimekuru, ukisimama na tunasema simama hapa anza kuomba. Bwana kulori kosi. Talking to someone. Nasoma kwa uwezo wa Bwana. Ezekieli 16 kuanzia mstari wa kwanza. Nasema hivi. Neno la Bwana likamjia tena kusema, mwanadamu, ujulishe Yerusalemu machukizo yake. Useme, Bwana Mungu auambia Yerusalemu hivi, asili yako na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanani. Mwamori alikuwa baba yako, na mama yako alikuwa Mhiti. Sikiza mzuri sana ile maandiko. Na usilale.
Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikukatwa, wala hakikuoshwa kwa maji isafishwaye, hukutiwa chumvi hata kidogo. Yes, maana sikia maonyo ya Hezekia. Wala hukutiwa katika nguo Wala haukuwekwa ndani ya nguo, yani haukufunikwa. Hapana jicho lililokupenda ama kukurumia, ili kukutendea lolote na mambo hayo. Angalau mtu angelikuhurumia kukutendea kitu kizuri, hakuna. Lakini ulitupwa nje. Wewe ulitupwa kwa kuwa nafsi yako ilichukiwa. Maana nafsi yako ilichukiwa. Wakati you get a spirit of rejection, kila mtu hakupendi. Halitindwa loja kule. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hanusi ya kukona nina tindolo Yawanga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu yizominywe. Amen. Hata ukikaa karibu na mwenzako anasikia kana kwamba hapana, yenyewe halaliwe kawe. Yale ni maono ambayo mtumishi wa Mungu aliona. Kitabu cha Ezekieli aliandika nabii ufunuo aliyeuona. Sema imani. Aliyeuona kando ya mito. Maandiko inasema kwamba ukaujulishe mwanadamu asilia yake, ukamjulishe uhai wake au kuzaliwa kwake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tuzungumze mahali hapa about this, how distraction come wakati unapokuja kukuseparate. Bwana Yesu asifiwe. Anatuambia wewe mwanadamu, kuja ujulishe wanadamu wote kuzaliwa kwako. Baba yako alikuwa ni Mkanani, mama yako alikuwa ni Mwamori, na wewe umekuja umezaliwa. Umechukua mambo ya Hawa umeyabeba, umechukua mambo ya Hawa umeyabeba na umeyaweka. Kikutiwa chumvi, hata kama hakikutiwa chumvi haukuosha wewe, maana hakuna yule ambaye aliyekukupenda. Ulitupwa ukaondoke uende mbali, yani waungwa ujihare. Sema amen. Kachini sikia mzuri sana. Amen. Kumbura ule wakati ulipozaliwa, ulizaliwa na mama tofauti na baba tofauti, na kuzaliwa kwako ukaongeza mkunga. Ungula ule ukaongeza mitishama. Ungula ule ukaongeza waganga. Ungula ule ukaongeza majina. Unanisikia vyema kweli? Maandiko inasema ya kwamba hata wakati ulipoanguka chini, wakati kitovu kilipokatwa, hakikuoshwa vyema, na hata kama kilioshwa kilitiwa chumvi, na hata kama kilitiwa chumvi wewe haukuwekwa kwa nguo. Hakuna yule aliyekupenda, na ndio wakati ule ukainherit the spirit of rejection. Amen. Mbona ule kweli? Amen. Amen. Ukachukua the spirit of rejection. Kila mtu alikukataa. Sema imani. Amen. Tuombe mbona ule ulimwengu yako na shida ya wamba hana. Sema amen. Amen. Kwa sababu asilia yako imetoka wapi? Chini. Siku ambayo uliyofanya nini? Ulizaliwa. Ule the background where you came from. Sema amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Angalau saa hizi umepata vibarua za kufua, lakini siku ile utaenda kukutana na huyu mwanaume, hata zile vibarua hakuna. Angalau saa hizi umepata kazi ya kuosha ofisi, siku ile utakutana na yule mwanamke, ile kazi inakatika. Angalau saa hizi unaweza tembea
ujipake marashi, ununuaka nguo mwenyewe, umenona vyema, umetengeneza kashepa, lakini siku ile ulikutana na huyo mwanaume, maisha yalibadilika, shepu yako ilipotea, nguo zote zilipotea, mapafu mlichuekea, saizi hakuna, bila kama mula malai, lakini saizi kwa ukipata hata uli ya gari, unajipaka, angalau mili yako isangare, kwa sababu ya mataabu ambazo unazozipitia. Maandiko inasema ya kwamba ni kwa sababu ya kuchanganyisha. Wazazi walikuwa kando, baba alikuwa kando, mama akakuwa kando, mkunga akaongeza, mitishamba zikaongeza, chumvi ikaongeza, hakuna aliyekukubali kukubeba. Sema Amen. 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 hakuna aliyekubali kufanya nini? Kukubeba. Tuko pamoja kweli? Hakuna aliyekubali umsongee karibu. Tuko pamoja kweli? Bwana Yesu asifiwe. Yesu yizominywe. Nataka nizungumze kwa sababu kuna wale wazazi ambao waliozaa watoto, walipata watoto na nia yao ilikuwa ni njema kwa sababu ya watoto, lakini mtoto huyo alipokuwa mwana shihaba ilatawe, mtoto hakupata kazi, mwana ya maya atahungwa malua, alibeba mchanga akarusha ndani ya chakula, alibeba mawe akakugonga nayo, mwana ya maya akinga rupanga sita ya hunga nyamuliboma, mwana ya maya atahungwa malua, akakuja kufanya dhihaka, akakuja kubadilisha boma. Maandiko inasema ya kwamba wakati ambapo ulipozaliwa hakuna aliyekukuhurumia. Haleluya. Asilia yako haikutembea vyema, ilikuwa ni Mkanani na ilikuwa ni Mwamori, ukaongeza mkunga zikaingia ni tatu, hakuna aliyekuhurumia. Maandiko inasema ulitupwa ukatoka nje, lakini Jehova alipokutazama ukitangatanga ya maya hutola, alikushika mkono akakusema ya kwamba mwanangu njoo, rudi, Usirudi nyuma. mwanangu njoo. Tumemwona. Alimwona mwenye tawe, kwa sababu alijua ya kwamba wewe ulitupwa ukatoka katika boma. Ulipoingia mji wa Nairobi haukupata hata ndugu, haukupata hata dada atakaye kusaidia. Uliamua kukaa peke yako. Wakona humotaro, wakona humusiwesha. Ulikula vitu vibaya, uliitwa chokora, uliitwa mwizi, uliitwa majina mabovu. Maandiko inasema Yesu alipokutazama alikuokota. Yesu ya maya hutola, 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 Yesu ya maya hutola. Yesu alikuokota, Yesu alikuokota, Yesu alikuokota. Utoke ndani ya mateso, utoke ndani ya mateso, utoke ndani ya kukataliwa, utoke ndani ya utumwa. Maandiko inasema alipokuona alikuja akakuokota. Yesu alipokutazama ukiwa unaumia, alikushika mkono akijua siku inafika lazima utatumika kuwa chombo chema. Chombo kilichokataliwa kitakuja kukubalika, chombo kilichotupwa kitakubalika, chombo kilichokataliwa kitakubalika. Ulikataliwa kanisani, ulikataliwa kwa ploti, ulikataliwa na wazazi, ulikataliwa na mandugu, ulikataliwa na majirani, lakini Yesu alikukubali, lakini Yesu alikukubali. Licha ya kwamba haukuwekwa kwa nguo, Yesu alikuweka ndani ya nguo. Baba alikuweka kwa nguo. Yesu alitukubali. Amen. Amen. Yes.
kaa kwa plot umelala asubuhi. Yes. Umeshambuliwa na agent. Anakuja huku kwa nyumba umelala. Anaenda kumliango nikafulia. Watu wananga aibu. Ameweka kifuli. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kwa gari kwa matatu umengoja matatu. Yes. Masaa yako ya kwenda kazini umechelewa. Matatu imekuja. Matatu haina watu. Usiingia wewe nao. Lakini watu wanapambana kuingia. Alafu wakati unaweka tu mguu ndani unaambiwa imejaa. Shuka chini. Spirit of rejection. Asilia yako mahali ilikotoka. Spirit of destruction. Asilia yako mahali ilikotoka. Andiko inasema Yesu alikukubali jinsi vile ulivyo. Yesu Yahweh kwani uliniona. Yesu alikukubali jinsi vile ulivyo. Sema alituokoa. Yes. Alituokoa jinsi vile ulivyo. Amen. Yes. Bado wenye wana mshahara. Huko tu unaambia mama leo tunakula nyama. Ndio kulizashi na nyama. Kwa sababu mishahara zinafanya nini? Zinaingia. Yako imeingia tu saa hizi. Yako imeingia tu saa 3. Saa 4. Yes. Mpaka saa 6 usiku. Unaamka. Sasa mpaka mama anakuambia wewe mambo ya kuchat si kuchat. Unaangalia kama message imefanya nini? Imeingia. Saa 8 unaamka. Bado haijaingia. Saa 12 hata mama amekataa kuja kupikia chai. Anakuambia umezungumza na simu usiku. Kile kwamba umelona ile simu tawe. Uenzi message lakini shiingia tawe. Maandiko inasema hata wakikubalika watu 100. Wewe ni ule wa kwanza. Sasa kupenda chote bila ulivyo. Sema hallelujah. Thank you. Amen. Lakini sema lakini sema koja bado. Bwana Yesu asifiwe. Sema Makini unasikia But. Oh, mswazi. Sio but. Unaniambia kwamba yule mtu ni mzuri sana. Tunampenda zaidi. Yes. Am I talking to someone? Yes. Am I talking to someone today? Yes. Is someone sleeping now? No. Are you sleeping now? No. Are you sleeping now? No. Am I talking to someone who is alive? Yes. Kuna mtu mwenye akona uhai saizi. Kabisa. Sema amen. Amen. Sema but. Umeshinda interview but. Umeshinda kila kitu lakini. Sema amen. Yesu Yahweh. Amechi sibewe. Umengebozi. Hebu beba mkono wako juu. Moyo kuyanze nabuza mubere. Nabuza mubere. Kufese ngoro. Yesu Yahweh amechi sibewe. Umengebozi. Moyo kuyanze nabuza mubere. Nabuza mubere. Kufese ngoro. Ai. Yani mwenye mwili lakini mwili wangu hauna nguvu. Mimi nimejitolea ili nisimame na nyinyi, lakini mimi mwenyewe ninabohoye. Mimi nimesimama ili niwahubirie, lakini mimi mwenyewe nahitaji msaada. Maandiko inasema umekuja Nairobi, wazazi wanajua, wacha wahaba wayola, lakini unyahananga. Mama akiwa nyumbani anajua unakula blueband. Ndio kwenye unyinga yako. Washona kitenge. Yes. Iyale kado. Yes. Ni smart sio. Lakini ko, ngaishi ko. Uliomba ikirani. Alo. Unatandika raba. Inaitwa pumps. Take me 11. Yes. Nakutosha vyema. Lakini si yako kumbe ni chana.
Umeomba, sio? Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umelemea hata kushuka. Ukaenda kwa ombi. Yako na kusuku ndio kukajaza kama Mungu. Alafu umemwambia kwamba nyumba hapo. Yes. Nyafa hapo. Nute ingoko. Yes. Unaonyesha unapendeza. Unaonyesha unapendeza. Yaani uyange tanga. Alibandu bakulola ko. Babona mundu yanyole kasi muofi. Haizira yola mangondo. Hayola mangondo malai. Kwa sababu hanusena yani unakanyaga vyema. Ukienda kule mudi yala. Yani paka wirora. Maono umepaka. Makucha umepaka. Umeweka lipstick. Mdomo umepaka. Umeweka cutex. Umejipaka vyema. Yani unatania unaringa. Lakini yako moyo kulini uyanzima. Moyo kulina uzuni. Rai na uzuni. Rai na uzuni. Rai na uzuni. Maana ina maumivu yamejaa ndani. Maumivu yamejaa ndani. Maumivu yamejaa ndani. Umepaka mafuta katika uso wako unapendeza, lakini yana maumivu. Umereho ni malito. Aliulile kuta. Ulile kuta. Uko nini nzala. Nzifungiwe. Ulinuche tao. Ulinuche mba. Ulinuche tao. Mpendwa una mahali pa kuenda. Biashara umelifunga kwa sababu umekula. Hauna wa kusaidia. Hauna wa kukushika mkono. Hauna wa kukusaidia. Hauna wa kununua sukari. Hayuko. Hata kununua maziwa. Hayuko. Hayuko. Kalizimbata. Unaomba za jirani. Unaomba tu. Utafuta nyumba ambayo iliyojificha. Yes. So that wakati mahali penye unaweka maslippers kwa mlango. Yes. Sasa naomba radi no file mzali no. Nogenda. Si kwa mapenzi yako. Yes. Kwa sababu kushibana shayona. Yes. Kwa sababu mbili kutuna. Unatafuta vile utakavyosaidika. Lakini hakuna. Maandiko inasema kwamba utatupwa. Hakuna wa kukusaidia. Lakini Yesu. Lakini Yesu. Lakini Yesu. Kinga mkono wale Yesu. Sema Yesu. Sema Yesu. Sema Yesu. Pendo sema Yesu. Pendo sema Yesu. Baba sema Yesu. Bwana sema Yesu. Sema Yesu. Sema Yesu. Sema Yesu. Ana ndani ya moyo. Moyo ina huzuni. Moyo ina huzuni. Moyo ina huzuni. Moyo unalia. Moyo unalia. Yana unayapitia. Moyo inalia. Moyo ina huzuni. Watu ya tingubu. Hata mikono chachirinya. Wachendilu habeka. Wekala kumachina. Baka ulinu mwemeta. Moyo ina huzuni. Nega moyo ina huzuni. Moyo ina huzuni. Unatoa machozi. Unatoa machozi. Nakuhonya. Nani atakaye kusaidia? Pendo nani atakusaidia? Wewe nakuhonya. Usamwambia nani angalau akusaidia. Angalau tupata tu. Hata mtu atakaye kuonea huruma. Mtu mmoja shajio tao. Atakaye kuonea huruma mmoja. Atakayeona ndani ya moyo vile unavyolia. Hayuko. Bali Yesu. Yesu tukota. Sema maandiko Yesu. Yes. Sema Yesu. Yesu. Inoko nako tu sema Yesu. Yesu. Sema maandiko. Yes. Yohana. Yohana 3 mstari mdogo 16 inasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Underline the term aliupenda. Underline hiyo jina aliupenda. Yes. Aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Underline jina mwana. Weka jina mwana. Weka jina Mwana. Na kwanza weka nini? Underline nini? Aliupenda. Ya pili underline jina gani? Mwana. Thank you.